Na kufanya chaguzi ambayo imeenda vizuri ndani ya muda mwafaka. Tumepata viongozi wetu. Cha kikubwa zaidi ni kwamba sisi kama chama kwa awamu hii iliyopita tumefanya kazi nzuri, lakini kazi nzuri hiyo hatukufanya sisi pekee yetu, na viongozi wale wa hiki kitengo ambao walikuwa wanatusaidia kwa namna moja au nyingine kwenye ziara zao, zikiwa zinajumuisha pia kwa ni ziara za chama. Kwa hiyo kwa viongozi waliopita tena, basi ushirikiano ule ambao waliotupa wale waliopita, na nyinyi mkaendeleze pale tulivyo, kwa sababu ziara zenu ndio ziara za chama, misaada yenu kwa wanachama ndio misaada ya chama. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Mheshimiwa Katibu, na pia niwatakie majukumu mema kwa wale walioteuliwa, waliochaguliwa, na wajumbe pia niwapongeze kwa kufanya uchaguzi uliotulia zaidi. Nashukuru sana Katibu. Kwa jina naitwa Suzan Shesha, Katibu Chama cha Walimu mkoa wa Pwani. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kuwepo kwa kliniki ya Samia Teachers Mobile Clinic ambayo ilikuwa na lengo moja tu la kusikiliza na kutatua kero za walimu nchi nzima. Hiyo sisi mkoa wa Pwani tulipata neema hiyo kwa mara ya kwanza katika ile awamu ya kwanza ya kliniki ambayo inajumuisha timu kutoka ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi, timu kutoka TAMISEMI, Wizara ya Elimu, TSC na Chama cha Walimu Tanzania. Kwa hiyo muunganiko huu au bondi hii imeenda kusaidia kusikiliza kero na changamoto za walimu nchi nzima. Mkoa wa Pwani ukiwa kwenye awamu ile ya kwanza, walimu walisikilizwa. Senta ya kwanza ilikuwa ni Kibaha, senta ya pili ilikuwa ni Mkuranga, ambapo walimu wa Mafia, Rufiji walisikilizwa pale changamoto zao, na zimeendelea kutatuliwa na nyingine zilitatuliwa pale pale. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Sasa hivi kilichobaki ni utekelezaji, kusukuma yale ambao bado hayakamilika ili yaweze kukamilika. Kwanza walimu wa Rufiji pamoja na changamoto chache ambazo wamebaki nazo, wameendelea kuchapa kazi kwa bidii na kuendelea kuiamini serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo sisi tunaendelea kushikamana, kuhimizana kufanya kazi kwa bidii, tukiamini kwamba changamoto zinaendelea kutatuliwa, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameendelea kutupa kipaumbele sisi walimu, kama nilivyowaambia, kwenye miradi, usimamizi wa miradi na mambo mbalimbali, na walimu wameendelea kufanya kazi kwa uaminifu na kikamilifu zaidi. Kwa majina anaitwa Mwalimu Ramadhan Dihuzi, ni mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya ya Rufiji. Leo tumekutana hapa kwenye mkutano mkuu wa chama cha walimu. Kwa mujibu wa katiba yetu, kipindi cha muhula wa miaka mitano huwa kina mikutano mikuu miwili. Kwa hiyo huu ni mkutano wa mwisho ambao mkutano huu utakuwa unapitia taarifa za utendaji kazi, lakini pia unapitia taarifa za fedha katika kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita. Japokuwa sisi kama Rufiji tulianza awamu yetu ya uongozi mwaka 2022, kwa hiyo tunakuwa na taarifa ya miaka mitatu. Lengo la mazumuni ya mkutano huu ni kupitia hizo taarifa kama nilivyosema, lakini kingine kikubwa kabisa ni kufanya uchaguzi. Kwamba tunakwenda kufanya uchaguzi wa viongozi wote wa ngazi ya wilaya ili kupata viongozi watakaoongoza kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030. Nadhani kwa sasa ndani ya miaka mitano ijayo vitu ambavyo tunategemea kuvifanya, unajua walimu tunakuwa na changamoto nyingi katika masuala mazima ya haki zetu. Kwa hiyo tunachokwenda kukifanya ni kuhakikisha kwamba tunadai yale madai yote ya walimu. Kwa mfano kuna walimu wanadai malimbikizo ya mishahara, kwa hiyo tutakwenda kufanya na serikali ili kuona namna gani yale malimbikizo yanalipwa. Lakini sisi tunaangalia maslahi ya walimu. Walimu tunapomwangalia kuna masuala mazima madaraja yapande kwa wakati, lakini pia kuna mambo ya nyumbani, yani majumbani baada ya kazi walimu wanahitaji wapate majumba. Sasa nayo vile huwa tunakwenda kwa ajili ya kudai na kuona kwamba serikali itengenezee nyumba walimu, hasa wale walimu ambao wanaishi kando au pembezoni mwa wilaya yetu ya Rufiji. Kuna walimu ambao wanafanya kazi karibu kabisa na mbuga za Seru, majumba yao wakati wote ile tembo anafika na nini. Kwa hiyo sisi tunaenda kuhimiza serikali iwajengee nyumba zilizokuwa bora na imara ili wanapokuwa wanafanya kazi zao wahisi usalama na amani unapatikana. Lakini pia kwenda kujenga mshikamano wa walimu. Walimu ni jeshi kubwa, tutakwenda kujenga mshikamano kuhakikisha kwamba litakalompata mwalimu basi lile la walimu wote. Kwa hiyo mshikamano tutakwenda kujenga wa hali ya juu sana. Sababu hizi zinakuwa zipo nyingi, lakini tukasema sababu ya kwanza ni maendeleo tu ya sayansi na teknolojia, lakini sababu nyingine ambayo wengi wao wanaizungumza ni ule ushirikishwaji wa majambo ya chama ambao sasa hivi tunakwenda kulitibu hilo jambo, kwamba mwanachama ashirikishwe aende. Lakini kingine kwamba wanachama wanajitoa ni vile tu kwa sababu ya kuhitaji yani maslahi yao, kwa sababu mtu akishaona anakatwa shilingi labda 20,000 akakuta huko anakatwa shilingi
5,000, anahisi ile 15,000 anaweza kaenda kufanyia mkopo au kufanya nini. Sasa anasahau zile kazi ambazo chama zinakifanya kwa ajili ya yeye kuongezewa maslahi yake. Mimi wito wangu kwa walimu wote tushikamane. Walimu tushikamane, walimu wote tujiunge katika CWT, na wale tulikuwa kwenye CWT tubaki kwenye CWT ili kuhakikisha kwamba tunadai maslahi yetu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaposambaratika maana yake hatuwezi kuendana na nguvu ya mwajiri kama hatuna taasisi iliyokuwa imara kama CWT kwa ajili ya kutupambania haki zetu. Kuhusu Wizara ya Elimu, nafikiri sisi tunachokiomba sasa hivi tuna michakato mizima ya ubadilishaji wa mtaala. Ubadilishaji ule wa mtaala, walio wengi wanakuwa hawajapata yale mafunzo endelevu ya kutosha ili waende sambamba na ubadilishaji wa mtaala. Ili kwa kweli tunaomba sana wizara iangalie. Lakini pia muda mwingine tunapobadilisha mtaala kuna vitabu vile vinatakiwa vije, muda mwingine vitabu vinakuja kwa kuchelewa au vitabu vinakuwa viko tayari lakini viko online. Tunajua kuna shule zetu nyingine hata mitandao tu kupatikana ni shida. Kwa hiyo ukimwambia mwalimu akasome kwenye online kitabu, ili kidogo linakuwa tabu. Kwa hiyo katika hili tunaomba sana wizara inapoanza mabadiliko ya mitaala basi iende sambamba na utoaji wa vile vitendea kazi kwa walimu, lakini vile na semina endelevu kwa wale walimu kwa ajili ya uboreshaji wa hiyo mitaala. Sisi Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana. Kwa mfano halmashauri ya wilaya Rufiji ndani ya miaka hii miaka mitatu na sasa huu wa 4 tunakwenda nao, toka ingia madarakani tulikuwa walimu takriban 700 na ngapi, wote madaraja yetu tulikuwa nasumbua. Lakini sasa hivi ni walimu 662 wameshapandishwa madaraja yao. Kwa hiyo ukipiga idadi ya walimu 700 kwa wilaya Rufiji, maana tuna walimu kama 100 tu ambao hawajapandishwa, lakini hao wengi utakuta ni ajira mpya. Kwa hiyo sisi mama tunamshukuru sana, ameweza kutekeleza ama ameweza kutufanyia yale mahitaji yetu tunayoyataka, stahiki zetu za upandishwaji wa madaraja na mishahara yetu. Mimi naitwa Luteni Kanali Frederick Fausi Nikomba, ni mkuu wa wilaya ya Rufiji, na niliteuliwa kwenye nafasi hii na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka jana 2024. Kwa niko hapa wilayani kwa kumwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye shughuli mbalimbali ikiwemo kusimamia shughuli za maendeleo kwa wilaya Rufiji, lakini pia kusimamia hali ya usalama kwa ujumla kwenye wilaya hii. Na niseme tu kwamba tangu nimefika mwaka jana mpaka sasa hivi hali ya usalama iko tulivu kabisa kama nilivyoikuta, na mwaka jana wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa tulifanya tukiwa tulivu kabisa na uchaguzi ulienda vizuri. Lakini pia mwaka huu wakati tupo kwenye uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ambao ulifanyika kuanzia tarehe 13 mpaka 19 mwezi wa pili. Uandikishaji na uboreshaji ulifanyika kwa hali ya utulivu kabisa, na mimi nawashukuru sana wananchi wote wa wilaya ya Rufiji ambao walijitokeza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, ambao pia wamejikatia tiketi ya kuweza kwenda kuchagua viongozi wetu kwenye uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwaka huu. Lakini niwahakikishie wananchi pia kwamba wakati unaelekea kwenye mchakato wa uchaguzi huo, na maanisha kampeni zitakapoanza, lakini pia wakati wa uchaguzi wenyewe, wakati wa kutangaza matokeo ya uchaguzi na mpaka mchakato utakapokamilika, kila jambo litaenda sawa kabisa. Mimi na kamati yangu ya usalama, lakini pia kwa kuwashirikisha wananchi wote, tumejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote baya ambalo litatokea na kuathiri kwa namna yote mchakato wa uchaguzi. Niombe tu wananchi mara zote watakapoona kwamba kuna viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, wasisite kutoa taarifa, sio tu kwa mkuu wa wilaya, lakini kuanzia kwenye viongozi wa serikali ya ngazi ya chini kabisa, vitongoji, vijiji, viongozi wa kata, lakini hata mimi mkuu wa wilaya pia. Sasa nikiongelea swala la ushiriki wa walimu wetu waliopo kwenye wilaya Rufiji kwenye kuleta maendeleo kwenye sekta ya elimu, mimi kwanza niwapongeze sana walimu wote wa wilaya Rufiji kwa sababu wamekuwa wakitekeleza majukumu yao bila kujali changamoto ambazo zinawakabili. Nimesikia kwenye risala hapa wameeleza changamoto mbalimbali, lakini bado wakati serikali inaendelea kutatua changamoto hizo, wenyewe wameendelea kuchapa kazi bila kujali hayo yote. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza hao walimu wetu wanafahamu fika kwamba kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ibara ya 35 kifungu kidogo cha kwanza ambayo inasema shughuli zote za utendaji wa serikali zitafanywa na watumishi wa serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kutambua hilo, ndio maana wao wanamsaidia kazi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, wakijua fika kabisa wanatekeleza majukumu hayo, wanatafsiri maono ya Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia hiyo ibara ya katiba na hawaendi kinyume na hivyo. Kwa hilo nawapongeza sana. Lakini pia kwa nini wanafanya kazi kwa hamasa namna hiyo? Ni kwa sababu ya hamasa ambayo anaitoa Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mchengerwa. Yeye mara nyingi kwenye hotuba zake amekuwa akieleza kwamba falsafa yake ni mapinduzi ya fikra kwa Wanarufiji. Sasa ukiangalia mapinduzi ya fikra ni kwa vipi? Tunaanzia kwenye elimu.
Kwa hiyo walimu bado wanatafsiri falsafa ya Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa kwa kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa kutoa maarifa kwa wanafunzi bila kujali changamoto zote ambazo wanakutana nazo au changamoto ambazo ziko mezani kwenye madawati mbalimbali ya serikali zikiwa zinashughulikiwa. Kwa hiyo na mimi kwenye serikali yangu niseme tu, tangu nimefika mwaka jana kwenye wilaya hii nimekuwa nikishirikiana sana na walimu wote, nimekuwa nikishirikiana sana na uongozi wa Chama cha Walimu Tanzania, na kimsingi tumepanga kufanya mkutano mkubwa sana wa walimu ambao tutafanya tukijaliwa mwishoni mwa mwezi wa 4, tuweze kujadiliana na walimu tuone tunaisongeshaji wilaya yetu ya Rufiji kwenye sekta ya elimu na kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais tunatafsiri ipasavyo, maono ya Mheshimiwa Mbunge tunatafsiri ipasavyo, na hatimaye wilaya yetu ya Rufiji iweze kupaa kielimu. Na naamini kwa ushirikiano ambao wamenipatia, kwa ushirikiano ambao nimeukuta, tutafanikiwa na tutampa heshima Mheshimiwa Rais, tutampa heshima Mheshimiwa Mbunge. Asanteni sana. Kwa upande wa hali ya unyanyasaji kwa watoto, kwa kweli sijasikia kesi yoyote mpaka sasa hivi, na hii inaonyesha namna gani ambavyo walimu wanatekeleza majukumu yao kwa weledi. Na mimi mkuu wa wilaya nimekuwa nikifuatilia sana kupitia wakuu wa idara za elimu, elimu ya msingi, elimu ya awali na elimu ya sekondari, kuweza kupata taarifa kila siku kuhusu uadilifu wa walimu wetu. Kwa bahati nzuri walimu wetu wa wilaya ya Rufiji ni waadilifu na wala hawakiuki miko yao. Na mimi nisisitize tu, mwalimu mzuri ni yule ambaye anafuata maadili. Bali vinginevyo ni kwamba kila jambo linaenda sawa kabisa. Kutokana na namna ambavyo Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6 inaboresha miundombinu ya elimu na kuweka mazingira safi ya walimu kufanya kazi zao, hakuna jambo lingine zaidi ya kusema shukrani kwa kuchapa kazi vizuri na kumshukuru kwa kila jambo lolote la kumsaidia kufanya kazi. Kama nilivyosema awali kwamba watumishi wote wa serikali tunamwakilisha Mheshimiwa Rais kwenye utekelezaji wa majukumu yetu. Kwa hiyo walimu nao wanapaswa kusimama imara kwenye hilo bila kuyumbishwa na jambo lolote. Na kama ilivyoada kwamba kero zote au changamoto ambazo nakutana nazo serikali inazifahamu na inazifanyia kazi kulingana na hali, na inshallah tukijaliwa Mheshimiwa Rais na serikali yake ni wasikivu, Mheshimiwa Mbunge anatuwakilisha vema, nina imani ipo siku kama sasa hivi basi muda si mrefu walimu watafurahi na kuona kwamba serikali yao inawajali kwa sana.